Umezungumzia pia kuhusu utandawazi. Je, unafikiria ni kwamba umekuwa ni chanzo kibaya au inatuletea labda pengine hasara zaidi katika uinjilishaji tunapouangalia utandawazi na ukuaji wa teknolojia? Maana umezungumzia pia kuona nao wapokea pia seminarini kule, asilimia kubwa wametoka katika ulimwengu huo ambao umegubikwa na utandawazi na ukuaji wa teknolojia. Je, kwa upande wako unahisi kwamba inazidi kutufanya tuchochee uinjilishaji au inazidi kutuzoofisha? Swali zuri sana ndugu mtangazaji. Lakini niseme jambo la kwanza kabisa, utandawazi kwa wenyewe sio kitu kibaya. Hili ndio jambo la kwanza ningependa kusema. Lakini la pili, na hii naisema kulingana na mafundisho ya Padre Amigu. Nisoma kitabu kimoja cha Mheshimiwa Padre Amigu, Titus Amigu. Nadhani kinazungumzia juu ya familia na utandawazi au kitu fulani. Lakini kwa kifupi yeye anaeleza athari za utandawazi katika familia za sasa. Yeye anasema hivi, utandawazi umekuja ikiwa ni kitu chenye mambo chanya na ililenga kwa mambo chanya. Tunajua utandawazi unatusaidia kwamba watu tunaweza kuwasiliana kwa namna ya urahisi na kufikika kwa urahisi, kwa ukaribu, kwa unafuu, kwa haraka, papo kwa papo na kwa muda mfupi. Ni kati ya mengi utandawazi. Kwa hiyo utandawazi wenyewe umekuja ukiwa na mambo mema na kwa lengo jema, lakini kwa upande mwingine pia karibu katika maisha tunaona vitu vingi kama sio vyote. Kuna kitu kina upande mmoja lakini pia kina upande mwingine. Sasa utandawazi una upande mwingine ambao una mambo ambayo ni hasi. Sasa Padre Amigu, Mheshimiwa Padre Amigu anatoa mawazo yake pale kwamba utandawazi umekuja ukiwa na mambo mema lakini mambo hasi. Ila bahati mbaya Waafrika walio wengi, na hasa nazungumzia katika familia zetu, tumejikuta katika malezi yetu tukikumbatia mambo yaliyo hasi kuliko chanya. Kumbe kwa kifupi nasema tunamshukuru Mungu kwa ajili ya utandawazi. Mungu kutusaidia kuweza kuona utandawazi na kuutumia. Basi niendelee kutia moyo kwamba basi tuutumie vizuri. Unaona kama sasa tunafanya matangazo haya, yatakuwa wazi, yatatanda wazi ulimwengu mzima. Ndio utandawazi yatatanda wazi kabisa kila mahali ulimwengu mzima kama inawezekana. Ndio. Sasa yoyote, kuna kitu ambacho mtu anaweza kusikia kama anaona kinamgusa, kinaweza kuwa msaada kwake, basi amepata uinjilishaji. Na ndio tunaona kazi kubwa pia mnaofanya nyinyi waandishi wa habari na utangazaji. Watu wanasikia kupitia, unaona, Jugo Media. Kuna Radio Maria, kuna TV Tumaini. Na sijui mitandao mbalimbali, radio na television. Basi watu wanaweza kusikia kiwa anafanya shughuli zake tu. Mtu anasikia neno la Mungu linamgusa na basi anajisha. Kwa hiyo tunahitaji utandawazi. Ndio utandawazi ni kitu kibaya. Ila basi tujitahidi kuendelea kusaidia, kuwahimiza watu na kufundisha na kuelekeza watu, tujikite katika yale mambo chanya ya utandawazi. Kwa sababu nimekuwa nikiyatumia sana. Walitunga wimbo huo kwamba alikuwa anatuasa, anasema tukae katika mambo tuliofundishwa na kuhakikishwa. Kwa labda mimi nibaki katika hilo. Kwa hiyo kumbe kwa kweli hata katika zama hizi za utandawazi, kwa ajili ya malezi ya upade na utawa, kwa ajili ya walelewa wa upade na utawa, wao wenyewe na sisi tunawasaidia, ningeshauri tudumu, tukae katika hayo malezi tuliofundishwa na kuhakikishwa. Kwa maneno mengine, tudumu katika misingi ya maisha yetu. Yaani kama mimi nimeitwa kuwa padre, napenda kuwa padre na niko katika malezi ya kipadre, vile vile katika malezi ya utawa niendelee, ni wazi huko seminarini na katika nyumba za malezi ya kitawa, yale yanayoendelea kufundishwa mpaka sasa ni yale yote ambayo ndio msingi wa maisha haya. Basi tusiache ya msingi. Mimi ndio ungekuwa ushauri wangu, tusiache kabisa. Tusiache. Huo ndio, tukifanya hivyo basi tutajikuta basi tunabaki katika malengo ya msingi. Na msingi ni yapi? Ni mengi, lakini ya msingi tusiache kwa sababu ya utandawazi. Tunashukuru sana kwa ushauri huo.